nguvu na dhama, kwa kuwa ni Mungu aliye hai. Asante kwa uaminifu wako, na asante kwa ajili ya fadhili zako, asante kwa ajili ya nguvu zako, asante kwa ajili ya kibali ambacho umetupatia. Yawe Rafa Elohim Adonai, asante kwa kuwa ni Mungu wa majira yote, na asante kwa sababu hata katika saa hii la leo kuna jambo ambalo umekusudia ili upate kuliachilia katika mioyo yetu. Nasi tunajikabidhi kwako, mwalimu mwema, tukiomba neema yako na hekima inayotoka kwako ipate kujifunua kwetu katika hekima yote na maarifa, ukitufundisha katika hekima yote na ufahamu wote, katika jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, na ufalme wako uadhimishwe. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukikukaribisha, katika jina la Yesu Kristo. Pigie Bwana Yesu makofi mengi na vigeregere. Amen, amen, amen. Ninaomba uketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi mkishaka kuwepo chuoni, mkisha soma kusema amen inakuwa shida eti. Bwana asifiwe. Amen. Saa zingine hizi elimu bwana zinatuchanganya, au moduli zimetusumbua sana. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa kibali hasa katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya mwisho ya maombi sasa na ratiba ambao ilikuwepo. Na mimi nataka niseme machache tunapojiandaa kupata nafasi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hawakuwepo jana? Hebu nyosha mkono kama jana ukuwepo ule usiku. Oh, amen. Karibuni sana. Nimefurahi kuona baba mchungaji, mwenyekiti mstaafu Baba Julius, pamoja na babangu kutoka Morogoro. Mungu awabariki sana. Furahi sana kuona captain, ni muda mrefu kidogo. Haleluya. Mungu ni mwema. Somo letu linasema litie jina la Bwana juu ya malango yanayokuhusu. Litie jina la Bwana juu ya malango yanayokuhusu. Litie jina la Bwana juu ya malango yanayokuhusu. Na tulikuwa tunaongozwa na ule mstari kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 21 unaosema, na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Jana nikajaribu kwa sehemu kuzungumza kwa habari ya malango. Nilikuwa naweka tu dondoo. Hatuwezi tukasema niseme na hapana, ni dondoo tu za kutusaidia namna kukanyaga, lakini nina uhakika pia ni jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu sana, na hasa kwenye maisha ya kila siku ambayo tunatumika. Kwenye maisha tunaotumika, na sio tu kwenye maisha tunaotumika, hata kwenye nafasi zile ambazo Mungu ametupa. Paulo anasema, Bwana amenipa mlango mpana sana wa kufaa, lakini ni wengi wanipingao. Kwa ni kitu ambacho alikuwa anafanya, lakini sio kilikuwa tu ni kitu from nowhere. Kilikuwa na mlango wake unaofunguka ili kumfanya afanye anachofanya. Lakini kwa bahati mbaya, wakati huo mlango unafunguka, walikuwepo wengine wanaompinga kwenye huo mlango. Kwa hiyo inawezekana ni kitu unachofanya, inawezekana ni sehemu kabisa kipawa cha kwako, lakini kina mlango wake, kina chimbuko, kina origin yake, kina kiti chake. Kama tungezungumza habari ya position, kina mahali kinatokea, na kule mahali kinatokea unaweza ukakaa uharibifu, unaweza ukakaa ubora utakaosaidia kila anayekaa hapo akakutana na neema. Sasa sijui kwa nini Mungu ananipitisha hivyo. Wewe ni mwenyekiti leo, umekaa kwenye kiti cha USF. Kiti cha USF mwenyekiti kilianza kuketi hapa kuanzia mwaka 2007. Kila mtu amepita hapo. Hicho kiti kina historia. Kina historia yake, na kama kina historia yake, usiposhughulika na mlango wa historia iliyowahi kupita kwenye kiti cha mwenyekiti wa USF, baada ya muda kilichowapata wengine kitakupata na wewe. Kwa wengine wanaweza wakajitahidi wakavuka salama, lakini ghafla unashangaa wengine wakifika
wanakwama. Kwa mfano, Ibrahim alizaa na mfanyakazi wa ndani baada ya mke wake Sara kukaa muda mrefu bila kuzaa. Isaka akapambana na ile roho, akavuka, akaishia kuzaa watoto wawili mapacha, Yakobo pamoja na kakake Esau. Yakobo anayebeba agano anakuja kudondokea kwenye kuzaa na wafanyakazi wa ndani. Wake zake wawili hawakuwa wake wa kuwaoa, walikuwa ni wafanyakazi wa wake zake wawili. Kila mwanamke alikuwa na mfanyakazi wake mmoja. Kwa wale watoto 12 waliozaliwa, hawakuzaliwa wote na wake zake wawili. Wengine walizaliwa na wafanyakazi wa ndani waliokuwa wanawatumikia wale wanawake. Kwa hiyo unaweza kaona Isaka alistahimili, ila ile roho, ule mlango wa kuzaa na mke na mfanyakazi wa ndani unakuja kuchipuka kwa Yakobo. Kwa Isaka amestahimili, unachipuka kwa Yakobo. Unaenda unaifuatilia historia ya Kaini na roho ya kuua. Anamuua ndugu yake katika mazingira ya sadaka yake kutokukubalika. Maisha yanaendelea, vizazi vinaendelea, na Biblia inaeleza vile vizazi 5 vya mwanzoni kabla ya Lameki anayekutwa na dhambi ya kuua. Na wanaeleza Henoko akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Methushaeli, Methushaeli akamzaa nani, halafu huyo akamzaa Lameki. Lameki anakutwa na ile roho ya hasira ya kuua. Mlango ulifunguka lini? Ulifunguka kwa babu yake Kaini. Na anazungumza, anasema kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4, kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 4. Leo nataka kwa sehemu kuzungumzia habari ya lango mtu. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4, kitabu cha Mwanzo sura ya 4, nataka nisome kwa zile mstari wa 17 pale na kuendelea. Kwanza ule mstari wa 17 anasema, Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko. Akajenga mji, akauitia Henoko kwa jina la mwanawe. Kwa hiyo Henoko kilikuwa ni kizazi cha kwanza kutoka kwa Kaini. Henoko akamzaa Iradi. Kwa Iradi ni kizazi cha pili. Iradi akamzaa Mehuyaeli. Kwa Mehuyaeli ni kizazi cha tatu kutoka kwa Kaini. Mehuyaeli akamzaa Methushaeli. Kwa Methushaeli ni kizazi cha 4. Methushaeli akamzaa Lameki. Kwa Lameki kilikuwa ni kizazi cha 5 kutoka kwa Kaini. Asangalia ule mstari wa 23 na 24 anachokizungumza Lameki. Maandiko nasema mstari wa 23 anasema, Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu, Ada na Sila, enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu, maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kwa nimefanya mauaji. Angalia anacholejea, anasema kama Kaini akilipiwa kisasi mara 7, Kaini akipewa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipiwa mara 77. Achana na habari ya mapatilizo ya kimungu, lakini ninachotaka kukuonesha, Lameki alichotaka wake zake na watakaosoma maandiko wajue ni kwamba mlango wa kuua haujaanzia kwangu, kuna mahali ulianzia. Kwa hiyo vimepita vizazi 4 katikati, wale waliopita kwenye huo uzao, kwenye viuno vya Kaini, kwa sababu kwenye Biblia hakuna cheo cha babu. Hivi unajua hivi, utasikia mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ibrahimu alikuwa ni babu yangu, asema ni baba yako. Na manake kama ni baba yake, kinachofanyika na yeye na kilichofanyika na baba yake vinaonekana vimefanya na mtu mmoja. Anasema kama Kaini akilipiwa kisasi mara 7, mimi Lameki nitalipiwa mara 77. Kwa tafsiri nyingine, nilichokifanya hakijaanzia kwangu. Kwa usinikasirikie kisa nimeua mtu. Ila huu mlango kuna aliyewahi kufungua, anaitwa Kaini. Halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia neno la Bwana. Unakaa na mzazi mmoja, baba na mama waliachana, ni mlango.
na kama ni mlango, usipopambana na huo mlango, hakuna milango inayoweza kufunguka miwili at a time kwenye maisha ya mtu, haiwezekani. Ukifunguka mmoja unafungika mwingine. Kwa hiyo sio issue ya kwamba baba anaweza kunitunza, mama anaweza kunitunza. Kilichowafanya wakaachana, uwe na uhakika kipo kwenye malango ya mahusiano kwenye familia, na maana yake kama usipopambana nacho, baada ya muda utakapoingia kwenye mahusiano, unaweza ukaenda miaka 4, miaka 5, miaka 10, miaka 20, ila ghafla kinanyanyuka kwa sababu kilikuwepo, ni lango lilishafunguliwa. Nasema hivi, unajua kwa nini mara nyingi watoto wa kwanza wazazi wanahangaika ili wasiharibu? Wanachokwepa mlango utakaofunguka, kwa sababu wakiharibu, wanaofuata ni ngumu sana kudaiveji kutoka kwenye mlango uliofunguliwa. Automatically wanajikuta wanapita kwenye ule mlango. Kwa hiyo kama aliyoko mbele yako aliyefungua tumbo la mama yenu, akafungua viuno vya baba yenu, ameharibu, ule mlango wa uharibifu hauondoki, unabaki. Nakumbuka nafikiri nilikuwa mwaka wa pili hapa chuoni, siku moja nikapigiwa simu na watu wa nyumbani. Kaka yetu mkubwa, tunaye kaka yetu mkubwa, sasa yeye ni engineer wa majengo, anasema kaka yako amepata ajali, amedondoka kutoka kwenye jengo kwenye orofa ya pili, ile lift ile ilikatika ghafla, kwa amedondoka, tunamkimbiza tunamleta General. Wakati huo mimi niko hapa chuoni, nikajiuliza, huyu mtu kama amedondoka kutoka juu mpaka chini, huyu mtu yuko salama vipi? Anaendelea kusema kwa kweli hana hali mbaya sana, ila mkono wake wa kushoto una changamoto. Wakamchukua kaka yangu wakampeleka General, wakanipigia simu na mimi nikatoka huku, nilikuwa nakaa Kikuyu, nikarashi pale hospitali ya General. Nafika pale wanamtazama, akisema sisi x-ray zetu asifanyi kazi. Tukaenda, kuna ka dispensary kapo hapa line polisi, nafikiri kama wamekafunga hivi karibuni, kalikuwa line polisi kwa hapa hivi, ndio CT scan yao ilikuwa inafanya kazi. Tukaenda pale wakampiga CT scan, ile CT scan ikaonesha kabisa mifupa ya yule jamaa imevunjika. Sio tu imevunjika, imeachana. Kuna kamfupa kwenye mkono wako hapa, kapo hapa kwa kamekatika kabisa, kameachana. Tukarudisha yale majibu General. Tena nakumbuka ilikuwa siku ya Ijumaa. Wale wa pale wakaniambia kwa jinsi tunavyo, sio swala la kidaktari, yani ukitazama unajua huu mfupa umekatika. Wakasema kwa kweli mfupa umekatika, kwa rudisheni majibu kwa madaktari walioagiza. Kwa tukarudisha majibu, wakasema kwa kweli mfupa umevunjika kama unavyoona, kwa itabidi afanye operation. Wakatuambia gharama. Nikarudi na tafakari, nipo kwenye bajaji. Wakati nipo kwenye bajaji, miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa napambana navyo ni kuruhusu roho ya kuvunjika mifupa kwenye familia, kwa sababu mpaka nimekuwa mtu mzima hajawahi mtu kuvunjika hata kidole. Kwa nikaelewa huu ni mlango, kwa nikaanza kubishana. Nimebeba karatasi la x-ray na bishana nalo, hajavunjika. Nikilitazama linasema amevunjika, nasema hajavunjika. Nakumbuka nilibishana karatasi karibia, nimetoka line polisi, nipo kwenye bajaji, paka mdada mmoja tulikuwa tumekaa kwenye bajaji, akanitazama namna akasema, samani, nina mambo ya kwangu kidogo, nisamee. Nikaribishia ile karatasi, nikashuka hapo Camp D, ninaenda chumbani kwangu mahali niko panga, na bishana na karatasi, katika jina la Yesu hajavunjika. Nikitazama karatasi linaniambia amevunjika na mfupa umeachana. Wajua, nikarudi ule usiku, sihangaiki na hela itapatikana, ila ule mfupa ukivunjika, tukaruhusu mfupa umevunjika, kesho mlango wa kuvunjika utafunguliwa. Kona mwingine akijikwaa kidogo na yeye atavunjika. Unajua, nikaibishia ile picha usiku kucha na ikatalia, hajavunjika. Madaktari wameshanipa maelezo, mlete hela kwa kuwa kesho ni Jumamosi, Jumatatu asubuhi na mapema tumfanyie operation. Niliomba usiku kucha, asubuhi nikadamka mapema kabisa kwenda kumuona kwamba je, muujiza umetokea. Ninaenda nakuta iko vile vile. Sasa huu mkono hauwezi kunyanyua tena. Anasema lakini hauumi sana. Nawaza kama sijui nitoroke, maana jamaa ametuandikia utapona huko juu kwa juu. Akasema subiri kwanza wa kufanyia operation. Huku moyoni nasema, Mungu, huwezi ukafanya muujiza
Unajua ile Jumamosi nilirudi moyo wangu uko very down. Jumapili nikawa na huduma hapa Chepo. Nikahudumu ile asubuhi mpaka saa 4 ibada asubuhi. Nikaondoka moyo umenyong'onyea. Moyoni nasema Mungu, umeruhusu kweli mlango wa mifupa kuvunjika kufunguka kwenye familia? Siko tayari. Na kuna mstari uliokuja anasema hata mifupa yake, hata mfupa mmoja haukuvunjika. Utakumbuka kwenye ile habari ya Yesu wakati walikuwa na taratibu wa kumvunja miguu na kuvunja viungo vingine kabla mtu hajafa ili kumuongezea maumivu. Na walipoenda kumkagua wanataka wamvunje, wakakuta ameshakufa tayari. Wanashangaa, imekwaje amewahi kufa hivi? Kwa hiyo lile tendo la kuvunja mifupa halikufanikiwa. Anasema ili litimie lile neno ya kwamba hata mfupa wake mmoja haukuvunjika. Nikamwambia Yesu, huyu ni kiungo ndani ya mwili wako, amevunjikaje mfupa na ni kiungo ndani ya mwili wako? Lakini pia nikikubali mlango wa kuvunjika unafunguka. Kwa nikaondoka saa tano. Sasa ninaenda kumuona ili kuweka mikakati kwa ajili ya kesho yake. Ninaona kwamba sasa sijui Mungu ameruhusu kweli ili jambo litokee. Ninafika nakuta yule jamaa anaagana na madaktari nje. Jamani, Mungu awabariki, Mungu tu atawapigania. Nikamtazama. Sasa kumbuka jana nimeondoka na habari ya kwamba sijui nitoroke. Akisema huyu jamaa anaaga, anataka kwenda wapi? Nikamuuliza vipi? Shikamoo. Marhaba. Vipi? Shwari. Shwari. Kwema. Nikamwambia mbona kama unaaga? Akasema ninaaga, mfupa umeunga. Nikamwambia hapana. Nikamwambia haiwezekani. Wewe jana uliniambia unataka utoroke. Ukifika pale kwenye zile ofisi za mifupa kwa huku nyuma kulikuwa na vyoo kipindi cha nyuma, sijui kama sema viondoa. Nikamwambia twende kwanza chooni. Nikampeleka mpaka chooni, akavua shati kwa sababu jana yake ule mfupa ulikuwa ukishika hivi unakutana nao. Nashika hivi mfupa umeunga mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo issue sio utatibiwa. Ila hilo likitokea mlango unafunguka. Kwa swala sio ameachika, hapana. Kuachika is not a big deal. Ila mlango unaofunguka wa roho ya kuachika ndio issue. Issue sio amepata ajali, hapana. Anaweza kapata ajali akapona, ila mlango wa ajali, kwa sababu mtu atapona lakini ule mlango wa ajali hauponi, unabaki. Halo, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Warumi ile sura 5, Warumi sura 5 mstari wa 12 mpaka 19. Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5, Warumi sura ya 5 mstari wa 12 mpaka ule wa 19. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 mpaka 13 nasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikiria watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasioifanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wengi. Asa angalia, anasema mauti iliingia kwa mtu mmoja. Kwa hiyo huyo mtu hakuwa mtu tu, ila ulikuwa ni mlango ambao unafunguka kuiruhusu mauti iingie. Anasema hivi, anasema mauti sio ililetwa, iliingia kwa mtu mmoja. Yesu alisema, mimi ndimi mlango, yeyote aingiaye kwa mimi atapata malisho, atatoka salama. Kwa hiyo kama yeye ni mlango, manake kila mwanadamu ni mlango. Kwa nini? Kwa sababu jinsi alivyo yeye ndivyo tulivyo na sisi. Kwa hiyo kila mtu ni mlango, na kila mtu kuna kitu anachopitisha. Yeyote unayekutana naye kuna kitu anachokitoa ndani yake, sawa sawa na lango lilivyoamuliwa kutoa.
Kwa hiyo kama ni ajenti wa kipepo, kuna vya kipepo vinapita, na kama ni ajenti wa Mungu, kuna vya kimungu vinapita. Na sio tu vinapita, vinadiri kuanzia mavazi yake, nguo zake, kwenye kitanda anacholala, kwenye nyumba anayokaa, kwa sababu kuna vitu vinatoka ndani yake. Mnakumbuka habari za Petro na kitambaa chake cha ajabu? Maandiko yanasema Petro alikuwa anahudumia watu, wengine wakagundua kivuli cha Petro kikipita kikiwagusa wagonjwa wanapona, wakaanza kuwatandaza wagonjwa kwenye kivuli. Wengine wakaenda mbali zaidi, Petro akijifuta na leso yake jasho lake, akiweka kitambaa vibaya, wanakiiba kile kitambaa, wanapeleka nyumbani kwa wagonjwa walioko nyumbani, wanawekea wagonjwa na wagonjwa wanapona saa ile ile. Asaangalia, kilikuwa ni kitambaa, lakini kitambaa kinakaa wapi? Kinakaa langoni. Kwenye mwili wa Petro unaitwa mlango Petro, kiasi ambacho nguvu zilizoko kwenye lile lango zinaathiri kila kitu ambacho kinaguswa na lile lango, mpaka nguo zake, mpaka kivuli chake. Maanake kila mahali anapokanyaga zile nguvu zinaachiliwa. Ishu sio umelala naye, ila ni aina gani ya mlango anaopitisha. Hilo lango linapitisha kitu gani? Na ndio maana kuna watu ukijichanganya ukazini naye, habari yako ya kuoa, habari yako ya kuolewa imeishia pale, mpaka ulishughulikie lango lililofunguka. Na ndio maana kuna watu ambao wao wana kazi ya kuzini na mabinti bikra. Shida yao ni nini? Wana haja na bikra kama sadaka, na kama ni sadaka manake wanaichukua, kuna mahali inapelekwa. Ishu sio ndoto unazoota unanyonyesha, ila ni mlango. Yule ndugu akasema, limebarikiwa tumbo lililokuzaa na matiti yaliyokunyonyesha. Heri tumbo lililokuzaa na matiti yaliyokunyonyesha. Unajua maana yake? Kwa hiyo ndani ya yale maziwa, ndani ya zile chuchu, kuna baraka zilikuwa zinatoka. Wanasema ni heri. Na ndani ya kile kinywa, kwa sababu ya maneno anayozungumza, kwa sababu ya upako alionao Yesu, wanasema kile kifua ulichonyonya kimebarikiwa, heri yake kimebarikiwa. Baraka zinatoka wapi? Zinatoka kwako wewe uliyenyonya, kwa aina ya kitu ulicho nacho. Manake na yale maziwa ulionyonya yamebarikiwa, na lile tumbo ambako umetoka na lenyewe limebarikiwa. Kwa hiyo yeye kama mlango, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatoka ndani yake akiwa kama mtoto, kama watoto wengine. Anaponyonya, ile baraka inaingia ndani ya mwili wake na inambadilisha maisha ya yule anayemnyonya. Kwa haishii tu kuwa mama, ila mama anapokea vitu fulani fulani kutoka kwa huyu anayezaliwa. Sasa unaweza ukaelewa binti, kama unaota ndoto unanyonyesha, unaweza ukaelewa gharama yake. Kama unaota ndoto unafanya tendo la ndoa kila wakati, unaweza ukaelewa gharama yake, kwa sababu ni mlango, ni mlango unapitisha. Mara kadhaa nimekutana na watu wasema ndoa yangu imeharibika. Ukimuuliza ni nini kilichotokea, ukimhoji kwa habari ya ndoto, utasikia mara kwa mara napata ndoto na shiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna mlango wa ndoa ya kipepo umefunguka, ambao huu mlango ukishafunguka unafunga mlango wa ndoa ya mwilini. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili, kitabu kile cha Wafalme wa Pili, kitabu kile cha Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili ile sura ya 4, Wafalme wa Pili sura ya 4. Nataka nisome ule mstari wa kwanza na wa pili. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mme wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Asaangalia,
alikuwa ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini alikuwa ni mlango. Kumbuka mahali tunakotokea, tunataka kudili na mlango, tunataka kudili na mlango. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na madeni. Yale madeni hakufanikiwa kuyalipa wakati wa uhai wake. Biblia haisemi alikufa kwa ajali, aliumwa ghafla akafa, haisemi. Ila tunaona ripoti ya yule mama akienda kuomba msaada wa nguvu za kimungu ili kumkwamua kwenye shida ambayo imetokea. Na inawezekana moyoni mwake alitarajia ya kwamba Elisha kwa namna ambavyo alivyo, inawezekana akawa na rasilimali, anapewa sadaka, kwa anaweza akawa na hela akanikwamua. Asema mtumishi wako, mme wangu amekufa, nawe wajua alikuwa anamcha Bwana, lakini anayemuia, anayemdai amekuja kuwachukua watoto wangu ili wakawa wafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna deni ambalo baba yao hakulipa. Asaangalie, kilikuwa ni kifo, lakini kile kifo kilifungua mlango wa utumwa kwenye familia. Isaya anasema kwenye sura ya 6, nafikiri kitabu cha Isaya sura 6, anasema siku alipokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana. Ameandika sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, hajawahi kumwona Bwana. Alipokufa mfalme Uzia, ghafla anamwona Bwana uso kwa uso. Kwa hiyo mfalme Uzia lilikuwa ni pazia, na ukisikia pazia manake pana mlango. Lilikuwa ni pazia ambalo linamkinga yeye asimwone Bwana. Asangalia kama yule mama, kifo cha mmewe kilifungulia utumwa. Angalia, kwa sababu kabla hajafa mmewe, hauoni yule anayemdai akija kuwataka wale watoto kuwachukua kama fidia wakafanye kazi kwake kama sehemu ya malipo ya deni analomdai. Alisubiri mpaka amekufa. Kwa hiyo kila lango lina kitu linachoachilia. Kila mtu duniani, yeyote anayehusika na maisha yako, yeyote ambaye yuko kwenye familia yenu, inawezekana alishakufa, ila lile lango linafanya kazi. Kuna familia walikuwa wanaelewana, walikuwa na standard fulani ya maisha, mpaka siku mtu fulani alipokufa kwenye familia yao, na alipokufa kwenye familia yao maisha yao yalibadilika mpaka leo. Kuna familia ambazo wanakuwa wanaelewana vizuri kabisa, akishakufa kiongozi wa familia, ugomvi unazuka, wanagombana. Maana yake kile kifo ni lango linalosambaratisha familia. Tunakiangalia kifo cha Yesu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatokea kwenye historia ya maisha ya Yesu dakika za mwisho kabla ya kifo chake ni mapatano kati ya Herode na mfalme mwingine jirani. Wale wasoma Biblia, wachungaji wanaweza kafahamu. Kuna mahali ambako Yesu alipelekwa kwa ajili ya kushtakiwa, akaulizwa huyu ni wa wapi? Akaambia huyu ni Mwebrania. Akasema mpeleke kwa Herode kwa sababu ndiye anahusika. Lakini wale watu walikuwa hawapatani. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho ulikuwa ni msiba, kwenye ulimwengu wa roho kilikuwa ni kifo, lakini ni kifo kinachowaunganisha watu, ni kifo kinachofungua mlango wa watu kuokolewa. Unaona yule jamaa msalabani, dakika za mwisho anapata neema ya kuokoka. Ni nini kinachotokea? Anayekufa ni mlango gani anaofungua? Kwa issue sio amekufa, akishakufa ni mlango gani anaofungua. Haijalishi ni mtu mzima au ni mtoto mdogo, akishaondoka kwenye maisha yenu kuna maisha mapya yanayochipuka, hata kama ni mchanga. Nakumbuka naye shemeji yangu, kaka wa mke wangu, ndoa yao ilikufa baada ya mtoto wao mdogo kufariki. Mpaka hivi ninavyozungumza ndoa yao imekufa, lakini ilitokea baada ya mtoto wao mdogo kufariki. Sio hawana watoto, wana watoto, wana maisha mazuri, lakini alipofariki mtoto wao mdogo, ndoa yao iliharibika pale pale, kila kitu kikaishia pale pale. Magari yamejaa kwenye fensi, lakini hakuna amani. Hivi unaelewa? Kwa hiyo kama asingekufa mpaka leo ndoa yao ingekuwa inaendelea, lakini ilipokufa kile kifo cha yule mtoto kilifungua mlango wa kuvunja ndoa ya wazazi wake. Nazungumza na wewe ambaye inawezekana baba hayupo, mama hayupo, una mjomba mlikuwa mnamtegemea,
una kaka yenu, mna ndugu yenu ameondoka. Ule ni mlango unaopitisha. Na wakati mwingine hawa watu waliolala wanakutembelea mpaka ndotoni. Bibi alishakufa lakini anakutembelea ndotoni, unaletewa ndoto, unaongea naye. Sio vibaya, lakini nini ambacho wanataka kukujulisha kwenye ulimwengu wa roho? Kuna mlango uliofunguliwa na huyu, haijalishi yupo au hayupo. Na saa zingine kuna maagano ambao ni ya zamani sana, ambayo wewe inawezekana kabla hujazaliwa na baba yako au mama yako kabla hajazaliwa yalikuwepo, yaliwekwa. Kwa hiyo ile wewe umezaliwa leo unaambiwa alifariki miaka 20 kabla ya wewe kuzaliwa, haimaanishi wewe sio sehemu ya lile agano. Lile lango lilifungua lile agano, na kama lilifungua lile agano linakusubiri pale, haijalishi utachukua miaka mingapi. Kitabu cha Yeremia ile sura ya 22, Yeremia 22, alafu tupate nafasi ya kuomba. Yeremia 22, nataka nasome ule mstari wa 29 na wa 30. Yeremia 22 mstari wa 29 na wa 30. Angalia lango mtu anachotamkiwa. Huyu ni Mungu anatoa maelekezo kwenye nchi. Anasema nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu. Asangalia, kinachotunza kumbukumbu ni nchi. Kwa hiyo wewe ukipita, nchi haipiti. Watakaotokana na wewe watakapozaliwa wataikuta nchi iko pale pale. Vitaenda vizazi 100, vitaikuta nchi iko pale pale. Anyway, leo tunasimulia habari ya kina Nyerere. Vijana waliozaliwa miaka ya 2000, miaka ya 98 hawamjui, lakini ile impact ya Nyerere Tanzania mpaka leo ipo. Tukijaribu kwenda hivyo sema haya sio matendo ambayo Mwalimu alitaka, sio matendo ambayo Mwalimu alitaka, huu sio utaratibu ambao Mwalimu aliupenda. Unajua nini? Ni mlango. Asangalie, anasema nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Huyu ni Konia anaandikiwa hizo habari. Andika habari za mtu huyu, hana watoto. Kwa hiyo saa hiyo Mungu alikuwa anazungumza, Konia hakuwa na watoto. Anasema hatafanikiwa siku zote za maisha yake. Kumbuka yeye ni mlango, wanaokuja wanapitia ndani yake, wanaokuja wanatokana na yeye. Kwa hiyo kama ye ameambiwa hatafanikiwa, hata kama Biblia isingetaja watoto wake, automatically watoto wake wanahusika, kwa sababu wanapita kwenye mlango wake kabla ya kuja duniani. Anasema na akipata watoto wasifanikiwe, asiwepo na mtu atakayeketi kwenye kiti cha mamlaka cha Daudi. Ni lango limetamkiwa. Yesu alimwambia Petro, alikuwa anazungumza na Petro wakati anamkabidhi habari ya kanisa. Wale wasoma Biblia mnakumbuka kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 16 ule mstari wa 18, anamwambia wewe ndiwe Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayatalishinda. Kwa nini asiseme na malango ya kuzimu hayatakushinda, hayatalishinda? Malango ya kuzimu, ufalme wa kuzimu, malango ya kuzimu hayatalishinda. Hayatalishinda lipi? Lango Petro ambalo ni jiwe. Kwa hiyo lango limepewa mamlaka ya kushindana na lango jingine, limepewa nguvu ya kushindana na lango jingine. Kwa issue sio Petro tu anayeagizwa, Petro kama mlango anaagizwa. Kwa hiyo kama yale maagizo yakitokea upande wa pili, mtu anaagizwa kushambulia kwenye malango ya familia yenu, au miungu fulani inaagizwa kushambulia kwenye lango lenu, hatumiki kila mtu, anatumika mtu mmoja, anachaguliwa mmoja,
Na ndio maana kama kuna mizimu ya ukoo haimchukui kila mtu, anakuwepo mmoja katika majira fulani anayetumika kuiwakilisha ile mizimu kwenye familia, anatumika kuiwakilisha ile mizimu kwenye ukoo. Kwa hiyo ni mmoja, akiondoka mwingine anachukua hatamu kwenye kile kiti, kwenye yale malango. Mnaweza mkawepo watumishi wengi kwenye ukoo wenu, lakini uwe na uhakika kuna mmoja wenu ana sauti kuliko wengine wote, ambapo akizungumza mbele za Mungu, hata kama mko manabii 150 mmefichwa mahali kwa ajili ya neno la Elia ya kwamba kwa miaka 3 na miezi 6 isinyeshe mvua, na nyie mnaomba, lile lango linamsikiliza Elia kuliko linavyokusikiliza wewe. Kwa kishagundua kuna mtu wa namna hiyo kwenye maamuzi mnaofanya kwenye familia yenu, kwenye vikao vyenu mnavyokaa, ni muhimu sana kumwombea. Kwa nini? Kwa sababu kikipita kitu kibaya kinawaharibu, na kila mtu anamsikiliza. Kuna saa mtu akizungumza sema ulichosema hicho hicho, hawahitaji kuhoji, hawataki kujua ulichosema ni sahihi sio sahihi. Ukishazungumza sema ni hicho hicho, ukishaona unachosema wanasema ni hicho hicho. Maanake sasa inabidi uwe makini, kwa sababu kwenye mlango wako shetani anaweza kapitisha kitu kibaya na kikaharibu. Na hawa masikio ya hawa watu wanaokusikiliza wamejiweka katika mazingira ambacho kila unachosema wanaona ni sahihi, bila ya kujua ya kwamba wewe kama mlango una uwezo wa kushambuliwa. Ulikuwa na mahusiano yakavunjika, yule uliyekutana naye ulikuwa ni mlango. Kwa hiyo kama usipopambana nao, effect za ule mlango zitamshambulia na atakaye kuja. Na ndio maana umekutana naye wa sasa hivi alikuwa na mahusiano, muulize ni nini kilichomtoa wa kwanza. Shughulika na historia ya mlango wa kile cha kwanza. Usiposhughulika nacho, uwe na uhakika unaweza ukafurahia kama Esther alivyofurahia ya kwamba amepata nafasi ya kuwa mke wa mfalme Asuero, asijue baada ya muda kilichompata Vashti mke wa kwanza wa Asuero kitampata na yeye. Simama kwa miguu yako. Unaye baba ni mlango, unaye mama ni mlango, unaitwa ukoo, jina ulionalo huo ni mlango. Swali la msingi la kujiuliza, hilo jina linapitisha nini? Huo mlango una historia gani? Wapo waliokutangulia, ni nini walichokifungulia? Kuna usalama? Tuna uhakika tutaendelea na safari na kufika salama tunakoenda? Au baada ya muda ile vita iliyowadondosha wenzetu itadondosha na sisi? Ninajua unajiombea maombi mengi sana, lakini miongoni mwa maombi ambayo kwa kweli hautaki kupuuzia ni maombi yanayohusika na malango pamoja na nafasi. Hatujapata nafasi ya kuzungumza habari ya position, lakini kwa kweli habari ya malango usiache kuiombea. Usiache kuiombea, kwa sababu chochote unachokiona kinaharibika kwa wale wanaohusika na wewe, kuna mahali kimepitia. Na kwa maana hiyo sio kila jambo linalotokea inabidi ukubaliane nalo. Natamani tuombe hapa. Hakikisha unaenda mbele za Bwana kwa toba. Hakikisha unaenda mbele za Bwana kwa toba. Upo kwenye ukoo, huo ukoo ni mlango. Upo kwenye familia, hiyo familia ni lango. Kabila lako ni lango ambalo linapitisha. Na ndio maana Yesu msalabani alihakikisha analinunua, kwa sababu kuna kitu cha kipekee kinachopita ambacho hakipiti kwenye maeneo mengine, na ndio maana akaingia gharama ya kulinunua. Lakini mbali na kwamba lilinunua, kuna madhaifu ya kwake ambayo yanapita kwenye hilo lango la hilo kabila. Asa zingine kuna sifa zingine mbaya kweli zinapita, lakini ile ya kwamba ziko kwenye hilo kabila haimaanishi na mimi lazima nijumulishwe. Nimesogea
pako ni safi kwa damu yako. Kwako mimi nimesogea, chini pako, chini, oh Yesu ni safi, ni safi kwa damu yako. Kweli mimi nimesogea, mtini pako, Bwana, nenda mbele za Bwana, pokea sifa, pokea heshima, pokea adhama, utukufu kurudie Bwana, uliyeketi mahali pa juu sana palipoinuliwa. Wewe Mungu uliye mwaminifu, unayejua kuingia kwetu, unayejua kutoka kwetu, unayejua malango yetu, unayejua historia yetu, unazijua nyumba zetu. Tena wewe unasema katika malango yako na katika ufalme wako, hata idadi ya nywele, hata idadi ya mifupa, hata idadi ya nywele zilizoko kwenye vichwa vyetu imehesabika kwako. Sante kwa ajili ya maarifa, sante kwa ajili ya kibali ambacho umekiachilia, sante kwa ajili ya neno lako, sante kwa ajili ya historia ya maisha yetu, historia ya familia, historia ya malango yetu, historia kwenye koo zetu. Bwana, asante kwa ajili ya hayo maarifa. Ulikuwa unamwambia Petro, wewe ndiwe jiwe na juu yako nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu hayatalishinda. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya kutujalia kupata kibali ya kupita kwenye malango ya ukoo wetu. Ninakushukuru mno Bwana kwa ajili ya kunijalia kibali ya kupita kwenye mlango wa baba yangu, mlango wa mama yangu, mlango wa ndugu zangu. Sante kwa ajili ya hayo malango, sante kwa ajili ya wale waliotutangulia, sante kwa ajili ya historia inayohusika na maisha yangu, sante kwa ajili ya historia ya familia yangu, sante kwa ajili ya historia ya ukoo wangu, asante kwa ajili ya historia ya ukoo wangu, kabila langu, familia yangu na mji wangu. Bwana, katika damu ya mwana kondoo tumekuja mbele zako Bwana, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, katika lango lako Bwana. Unasema tuingie malangoni mwako kwa kukushukuru, nasi tunakushukuru kwa ajili ya yale ambayo yametokea. Lakini Bwana,
Tunajua kwenye haya malango yametamkwa, kuna vitu vimetamkwa, kuna maneno yametamkwa. Ulikuwa unamwambia Yeremia uende ukawaambie watoke waende. Unawaambia wanatoka, wanaenda wapi? Waende. Kila aliyeandikiwa ataenda kwenye kile alichoandikiwa. Aliandikiwa kufa, ataenda kufa kwa upanga. Aliandikiwa kufa kwa ajali, aende akafe kwa ajali. Aliandikiwa kwenda kudumukiwa na kunyongwa, aende kunyongwa. Bwana, katika damu ya Yesu, inawezekana katika malango yaliyotutangulia, katika malango ya familia, kwenye ulango wa ukoo, kwenye lango la babu yangu, ni kweli nimelibeba jina la Mbogoli, lakini kuna madhaifu. Bwana, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, ninajua damu yako Bwana inaweza kufuatilia, inaweza kufuatilia hiyo historia iliyofichika, hayo maneno yaliyofichika. Inawezekana sisi hatujui, inawezekana hajaelezwa, ni kweli hajaambiwa, lakini ni mlango katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ninaomba hiyo damu ya Yesu iende kwenye hilo lango, hiyo damu ya Yesu iende kwenye mauti ya huyo aliondoka kwenye hiyo familia, mauti ya huyo ndugu yao iende kwenye hayo mahusiano yaliyovunjika, iende kwenye hilo lango ambalo alikutana nalo. Karakoria korabasanda riko korabokoria ndarabakora, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Kila ina mlango ambao haupitishi kwako. Inawezekana tuna wengine ambao tunahusiana nao, lakini kuna vibaya vinapita. Bwana, katika damu ya mwana kondoo, rikaria koraparia sata, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye kila lango ambaye inawezekana nilikutana nao, inawezekana kwa kujikutanisha au ufalme wa giza ulinikutanisha nao. Bwana, katika damu ya mwana kondoo Kristo Yesu, katika malango ya wale waliotutangulia, katika malango yaliyoondoka katikati ya familia zetu, kwenye malango ya wazazi wetu, katika damu ya Yesu, ulitazame lango la baba yangu, litazame lango la baba yangu, mbali na uyari walio nao, mbali na uimara walio nao, mbali na matendo walio nao, lakini kuna madhaifu ninayaona, kuna historia siliziki nayo, riko riako rapasanda, katika jina la Yesu, sulika na hilo lango, hiyo historia sikubaliana nayo, inapita kwenye hilo lango, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo historia ya udhaifu, hiyo hali ya magonjwa ambayo inajitokeza, inapitia kwenye hilo lango la baba, rika karia korabasanda, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, naachilia damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Ninatengua hayo maneno, ninatengua hivyo viapo, natengua hayo maagano yanayopitia kwenye hilo lango, ninatengua hivyo viapo vinavyopitia kwenye hilo lango, katika jina la Yesu Kristo. Ninatengua kwa damu ya Yesu, havitatimia, havina nafasi kwenye maisha yangu, havina nafasi kwenye familia yangu, havina nafasi kwenye utumishi wangu, katika jina la Yesu. Inawezekana mama yake aliachika, inawezekana baba yake ameachika, inawezekana wamevunjiwa ndoa wengi sana. Hilo lango katika jina la Yesu tunalifunga sasa. Shughulika na historia ya malango ya upande wa mama yake, koria korabasanda, hayo magonjwa yanayoshambulia miguu yao, yanayoshambulia matumbo yao, hiyo historia iliyoko kwenye historia yao, hiyo historia iliyoko kwenye familia, hiyo historia iliyoko kwenye miili yao, hiyo historia ya kiuchumi, katika jina la Yesu, hiyo historia ya ajali, hiyo historia ya misiba ya ghafla, rikariako rapasanda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hatutakuwa miongoni mwa walioharibikiwa, hatakuwa miongoni mwa wale walioharibikiwa, kwa jina la Yesu. Ewe lango unaotawala juu ya mahusiano yake, ewe lango unaotawala juu ya afya yao, kwa jina la Yesu, sikia neno la Bwana kwa damu ya Yesu. Ewe lango, kwa damu ya Yesu, nafuta hayo maneno, nafuta hivyo viapo, nafuta hayo maagano ambayo yanawashtaki, ninafuta hayo mashtaka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Karia korabasanda, tandariko karabakira, mandaroko riabasanda, mahusiano wengine mavunjika, yeye hatavunjika kwa damu ya Yesu. Huo mlango wa ndoto za zina ambao umejifungua kwake, kwa jina la Yesu, hiyo roho ya kujishua ambayo imekuwa ikimsumbua, kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hilo lango nalifungike sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa ya kurithi ambayo yako ndani yake, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, fungika sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunamweka huru sasa, tunaweka mahusiano yako huru, tunaiweka elimu yake huru, tunaweka historia ya familia yao huru kwa damu ya mwana kondoo. Koria korama sanda kando roko karabakira mando riko karabakiria saka. Wengi wamepita, wengi walikuwa waimbaji, walikutana na changamoto. Sema na historia, sema na hilo lango, sema na hiyo position, sema na hiyo nafasi. Inawezekana wengine waliachika, hata achika yeye. Inawezekana wengine waliuawa, walikufa ghafla, hata kufa yeye, katika jina la Yesu. Inawezekana wengine waliharibikiwa, lakini hata kuwa miongoni mwao. Koria koraba sata kando roko karabakira mando riko. Tunagonga muhuri, ninagonga muhuri kwa damu ya Yesu, ninagonga muhuri kwenye hilo lango kwa ajili yake, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa mwili wa Yesu na kwa jina la Yesu. Ninatia muhuri kwa ajili yake, kwa damu ya Yesu, kwenye hicho ambacho imefika mahali ukuta umesimama ili kumzuia, kwa jina la Yesu. Muhuri wako Bwana, kibali chako Bwana, na kifungulie njia kanda riko yako sanda karaba korio saka, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Karabasanda karaba korio saka koria korabasanda, hata haribikiwa kwa jina la Yesu. Mnasema tumeambiwa aharibikiwe, hata haribikiwa kwa jina la Yesu. Ninamtoa kwenye hilo lango kwa damu ya Yesu, hata endelea kukaa kwenye udhaifu kwa jina la Yesu. Hiyo roho mlioipandikiza kupitia kwenye ndoto kwa jina la Yesu haitaendelea kumsumbua. Hilo lango ambalo limefunguka kupitia ndoto zake kwa damu ya Yesu na lifungike sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo ni hai. Kora basanda karabakora. Mungu endelea kutufundisha, endelea kutuapa hekima, endelea kutufungulia, endelea kutusaidia katika yale ambayo hatuyajui. Unasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Inawezekana ni kweli kabisa, tumekaa katika hali ya kurelax, lakini ni vile hatuna maarifa. Utubarikie Bwana, wabariki watoto wako wanapoendelea na maisha yao katika chuo hichi cha St. John, na baada ya maisha yao, baada ya haya mazingira. Wewe umetupa malango, umetupa kila mmoja neema katika mahali anakoenda. Wewe Mungu tupiganie, naomba wapiganie, naomba mshindie katikati ya lango ambalo limekuwa gumu kuvuka, umpe kuvuka tena katika jina la Yesu, kama vile ulivyoliambia kanisa la Efeso ya kwamba nimekupa mlango ulio wazi kwa sababu nalijua hauna nguvu. Inawezekana huyo mama, huyo baba, huyo kijana hana nguvu ya kupigana na hilo lango, hana nguvu ya kupigana na hao walinzi wanaosubiri uharibifu kwenye hilo lango. Piganie Bwana, shindie na yeye. Umewavusha watu wengi, vushe na yeye katika jina la Yesu. Inawezekana kwenye familia yake wengi wameharibikiwa. Mungu awe wa kwanza atakayesimamisha jina lako na kudhihirisha kwamba uko Mungu tupiganie. Hata kama wengine hawakuvuka, vushe yeye Bwana. Hata kama wengine waliishia njiani, hatakuwa miongoni mwao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uyabariki malango ya St. John University katika damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Tunajua Bwana vinaweza vikapita vilivyo bora na vinaweza vikapita vya uharibifu, na kwa sababu hiyo tunatamka katika mbingu na katika ardhi kwa jina la Yesu, chochote kile cha ufalme wa giza ambacho kinapita kwenye malango ya St. John University katika jina la Yesu, tukiwa kama makuhani tulioko hapa, hakitapita kwa damu ya mwana kondoo katika
katika jina la Yesu. Shughulika na malango yaliyoko katika mkoa huu wa Dodoma, shughulika na malango yaliyoko katika nchi ya Tanzania, na chochote kile ambacho sio cha kwako hakitaingia kwenye hayo malango katika jina la Yesu. Nchi na itapike na anga likatapike, chochote kile ambacho sio cha kwako katika jina la Yesu, kwenye maisha yetu, kwenye familia, kwenye nyumba zetu, kwenye mipango tulio nayo, kwenye mazingira tunapoishi, kwenye koo tunazotoka na kwenye familia tulikozaliwa, katika jina la Yesu Kristo, utupe sauti tena, he Bwana, juu ya malango ambayo umetukabidhi. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Bwana, na ufalme wako ukaadhimishwe sana. Pokea sifa na heshima. Asante kwa uaminifu wako, na asante kwa ajili ya maarifa ambayo umetupa. Litukuzwe jina lako. Asante kwa uaminifu wako, 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 asante kwa uaminifu wako. Katika yale ambayo sikuyanena unirehemu, lakini katika kile ambacho umenipa kusema na watoto wako hawa, ukibariki e Bwana, kikakuzalie 70, 80 na 100, na jina lako likatukuzwe sana katika jina la Yesu. Na baraka zako Bwana na ziende pamoja nao, kila moja mahali anapopita, kila moja mahali ambapo ana ugumu, neema yako ikapate kwenda pamoja nayo, ukawatajirishe katika kukujua wewe, ukawatajirishe katika maarifa na hekima ya kuvuka mahali walipokwama, ukiwavusha mahali ambapo miguu yao inatereza, wape nguvu tena katika stamina zao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Hawatakufa bali waishi ndani yako, kwa sababu ndani yako wewe wanaenenda, wanaishi na kuwa na uhai wao katika jina la Yesu Kristo. Pigie Bwana Yesu makofi mengi na vigeregere. Amen, amen. Mungu akubariki.